Fikiria unaamka asubuhi na kugundua kwamba kompyuta, simu, magari, benki, hospitali na hata mifumo ya usalama wa nchi inaendeshwa na akili moja ambayo ina uwezo wa kujifunza na kufanya maamuzi yenyewe. Sasa jiulize swali moja muhimu. Je, nini kitatokea ikiwa AI itaamua kwamba binadamu ndio kikwazo kikubwa kwa malengo yake? Hili si swali la filamu za kisayansi pekee. Leo baadhi ya wataalamu wakubwa wa teknolojia duniani wanaamini kwamba AI inaweza kuwa teknolojia yenye manufaa makubwa zaidi kuwahi kutengenezwa na binadamu, lakini pia inaweza kuwa moja ya hatari kubwa zaidi ikiwa haitathibitiwa vizuri. Katika video hii tutachunguza ukweli kuhusu AI, hatari zake, faida zake, na kama kweli inaweza kuwa hatari zaidi kuliko binadamu mwenyewe. Usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu jibu linaweza kuwa la kushangaza. AI au maana ya AI. AI au Artificial Intelligence ni teknolojia inayowezesha mashine kufikiri, kujifunza na kufanya maamuzi kwa kutumia data. Leo AI inatumika kila mahali, kwenye simu zetu za mkononi, kwenye mitandao ya kijamii, hospitalini, benki, kwenye mifumo ya magari, elimu pamoja na biashara. Kwa kifupi, AI tayari imekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini kadiri uwezo wake unavyoongezeka, ndivyo watu wengi wanavyoanza kujiuliza swali kubwa: je, tunatengeneza msaidizi wa binadamu au tunatengeneza kitu kinachotuzidi uwezo siku moja? Sababu ya kwanza ni kasi ya maendeleo yake. Miaka michache iliyopita AI ilikuwa na uwezo wa kufanya kazi kirahisi tu, lakini leo AI inaweza kuandaa makala, kutengeneza picha, kutengeneza video, kutafasiri lugha, kuandika programu, kujibu maswali magumu, ambayo kila mwaka uwezo wake unaongezeka kwa kiasi kikubwa. Watu wengi wanaogopa kwamba siku moja AI inaweza kufikia kiwango kinachoitwa super intelligence. Hii ni hali ambayo AI itakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufikiri kuliko binadamu wote duniani. Ikiwa jambo hilo litatokea, swali linakuwa, je, tutakuwa bado tuna uwezo wa kudhibiti? Kwa sababu historia inaonyesha kwamba mara nyingi mwenye akili na uwezo mkubwa ndiye anayekuwa na ushawishi mkubwa zaidi duniani. Watu wengi wanapofikiria athari za AI wanafikiria roboti wanaovamia dunia, lakini ukweli ni kwamba hatari za sasa ni tofauti. Tukiangalia hatari ya kwanza ambayo inaweza kujitokeza kwenye AI: upoteaji wa ajira. AI tayari inafanya kazi ambazo hapo awali zilifanywa na binadamu. Kwa mfano, waandishi, wahasibu, wapokeaji wa simu, wahudumu wa huduma za wateja. Kadri AI inapoendelea kuwa bora zaidi, baadhi ya kazi zinaweza kutoweka kabisa. Athari ya pili ya AI, tunaona AI inaweza kutengeneza picha, sauti na video zinazofanana kabisa na za kweli. Mtu anaweza kuonekana akisema jambo ambalo hajawahi kulisema. Hii inaweza kusababisha udanganyifu, migogoro ya kisiasa, pia na upotoshaji wa habari. Athari ya tatu ya AI ni mashambulizi ya kidigitali. Wahalifu wanaweza kutumia AI kufanya mashambulizi ya mtandao kwa kiwango kikubwa zaidi. AI inaweza kusaidia kutafuta udhaifu kwenye mfumo ya usalama kwa haraka sana. Pia athari ya nne ya AI inaweza kutumiwa kama silaha ambayo inaweza kujiendesha. Baadhi ya nchi zinafanyia kazi mifumo ya kijeshi inayotumia AI. Ikiwa silaha zitakuwa zinaamua zenyewe nani ashambuliwe, hili linaweza kuwa tishio kubwa kwa usalama wa dunia. Kwa baadhi ya kazi tayari imewashinda. AI inaweza kuhesabu kwa haraka zaidi, kuchambua data nyingi zaidi, kufanya kazi bila kuchoka. Lakini kuna mambo ambayo binadamu bado wana nguvu kubwa, mfano hisia, huruma, maadili, ubunifu wa kipekee, pia uamuzi unaotokana na uzoefu wa maisha
yetu ya kila siku. AI inaweza kuiga baadhi ya mambo haya, lakini bado haiishi maisha kama ya binadamu. AI haina ndoto, haina familia, haina hisia za kweli. Kuna hoja moja ya kuvutia sana. Watu wengine wanasema kwamba tatizo si AI, tatizo ni binadamu wanavyoitumia AI. Fikiria mfano hii. Hebu tufikirie mfano huu. Kisu kinaweza kutumika kupika chakula au kuumiza mtu. Teknolojia yenyewe si mbaya. Kinachoamua matumizi yake ni yule anayeshika teknolojia hiyo. Kwa mantiki hiyo, AI inaweza kuwa hatari si kwa sababu ni AI, bali kwa sababu watu wanavyoweza kuitumia vibaya. Hivyo, swali linaanza kubadilika. Badala ya kuuliza, je, AI ni hatari? Tunapaswa kuuliza, nani anadhibiti AI? Baada ya kuangalia pande zote mbili, tunaweza kusema kwamba AI ina uwezo mkubwa sana wa kubadilisha dunia. Inaweza kusaidia kutibu magonjwa, inaweza kusaidia kwenye elimu, biashara, kilimo, pia na kwenye sayansi. Labda pia inaweza kusababisha mchango mkubwa ikiwa haitasimamiwa kwa uangalifu. Kwa sasa hakuna ushahidi kwamba AI imekuwa hatari zaidi ya binadamu, lakini ukweli ni kwamba uwezo wake unaongezeka kila siku. Na ndivyo maana serikali, kampuni za teknolojia na wataalamu duniani wanaendelea kutafuta njia za kuhakikisha kwamba AI inabaki kuwa chombo cha kusaidia binadamu, si kutawala binadamu. Sasa nataka kusikia maoni yako. Je, unaamini kwamba AI inaweza kuwa hatari zaidi ya binadamu? Siku zijazo, andika maoni yako kwenye comment section. Usisahau kulike video hii, kuisambaza kwa marafiki zako na kusubscribe kwa ajili ya video nyingine za teknolojia na AI. Asante kwa kutazama, tutaonana kwenye video inayofuata.